Nilikuwa mwanajeshi wa zamani wa kikosi maalum ambaye ameishi kwa kujificha mbali na dunia kwa miaka 20. Ratiba yangu ya kila siku ilikuwa kunywa pombe kidogo na kucheza mchezo wa chess. Rafiki yangu wa pekee alikuwa mbwa wa aina ya German Shepherd aliyeitwa Pluto. Kila wiki mtu alikuwa akiniletea mahitaji muhimu kwa wakati maalum. Nahodha huyo alijua vizuri sheria za kisiwa hiki. Ndiyo maana baada ya kuacha mizigo alikuwa anaondoka haraka sana. Maisha ya utulivu niliyokuwa nimeishi kwa miaka mingi yalibadilika kabisa kutokana na msichana mdogo wa miaka 10 aitwaye Jessie. Jessie alikuwa mpwa wa nahodha. Alikuwa amesikia kuwa kwenye kisiwa hiki aliishi mwanamume wa ajabu, hivyo akalazimisha kuja pamoja na mjomba wake. Alisahau kabisa onyo alilopewa na mjomba wake na akaanza kugonga mlango moja kwa moja. Kutokana na maswali mengi ya Jessie, sikuwa na nia ya kujibu chochote. Lakini kwa sababu ya udadisi wake kuhusu mimi, Jessie alipoteza muda mzuri wa kuondoka kisiwani. Mawimbi makubwa ya bahari yaliwameza ghafla. Nilipoona hali ya bahari, sikusita hata sekunda moja. Nikachukua mashua na kuelekea moja kwa moja katikati ya dhoruba. Kwa sababu ya nguvu na uwezo mkubwa wa mwili wangu, nilifanikiwa kumwokoa Jessie kutoka majini, lakini nahodha alizama na kupotea milele ndani ya bahari. Muda mfupi baadaye, Jessie alianza kugundua kuwa kuna jambo halikuwa sawa. Baada ya ajali hiyo, sikuwati polisi wala sikuonyesha nia ya kumrudisha nyumbani. Jambo hilo lilimfanya aanze kunihofia. Nilipotoka kwa muda mfupi, Jessie alipata kisu ili kujilinda. Usiku huo alishtuka kutoka usingizini kutokana na ndoto mbaya. Aliponiona karibu naye huku akiwa ameshikilia kisu karibu kabisa na mwili wangu, sikuonyesha hasira yoyote. Badala yake, niliamua kumfundisha namna sahihi ya kushika kisu. Polepole, Jessie akaanza kuniamini. Lakini kifundo cha mguu wake kilichokuwa kimejeruhiwa kilianza kuharibika vibaya kwa sababu hakikutibiwa mapema. Baada ya kufikiria sana, niliamua kwenda peke yangu mjini kununua dawa. Mara nilipofika mjini, nilikuwa mwangalifu sana. Niliepuka makusudi kamera zote za usalama. Lakini licha ya tahadhari zote hizo, mtu mmoja aliyekuwa akifanya matangazo mubashara alinasa uso wangu kwenye kamera yake. Wakati huo huo, mfumo wa akili bandia wa MI6 ulitoa tahadhari ya hatari kubwa. Usiku wa siku hiyo hiyo, kikosi maalum chenye silaha nzito kilifika haraka kisiwani nilichokuwa nikiishi.